Wakati tunapita kuomba kura kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana Oktoba 29, kuna mambo tuliwaahidi wananchi wetu, hususan kata ya Kinyerezi. Na moja ya vitu ambavyo tuliwaahidi wananchi wetu kwenye kampeni zetu, mimi kama diwani, kwamba nikishinda nitakuja kufungua mitaa yao. Tutakuwa na operesheni fungua mitaa. Kata ya Kinyerezi ina takriban wananchi 60,000 na ina mitaa 6 na ina mashina ya zaidi ya chama zaidi ya 105. Kwa hiyo tumeona sasa ni kipindi mwafaka cha mimi kama diwani, baada ya kuwa nimeishaapishwa, nimekabidhiwa ofisi, tuanze sasa kufanya yale tulioahidi wananchi wetu. Huu sio muda wa kutoa ahadi tena. Wananchi wetu wamekaa wanasubiri kuona kile tulichoahidi ndicho tunachoenda kufanya. Na kama mnavyoona tunalo greda hapa nyuma, na hawa nilionao hapa ni wajumbe wangu wa kamati ya maendeleo ya kata, lakini pia kuna viongozi wa chama wako hapa na wajumbe pia wako hapa, ambao sasa maeneo wanayotoka changamoto zao ndio wanaozijua vizuri zaidi. Kuna baadhi ya maeneo wakipata mgonjwa, mama mjamzito anakwenda kujifungua, inabidi abebwe. Ni Dar es Salaam hii, sio mkoani, sio kijijini. Inabidi abebwe, atolewe huko aliko, aletwe barabara kubwa ndio apate huduma ya gari, aende hospitali. Sasa katika uongozi wangu nikaona hiyo sio sawa. Hatuwezi kuwa na mgonjwa katika karne hii Dar es Salaam, Kinyerezi, Ilala, na mimi naibu meya anabebwa mtu na machera kutoka huko aliko kuja barabarani. Tukaona sasa tuanze kuzibua hizo barabara ambazo zingine hazipitiki kabisa. Baada ya mvua kunyesha ziliziba na hazikuwahi kufanywa matengenezo. Lakini kwa kuwa mimi nimeingia, tunakwenda kuzifufua, tunakwenda kuzitengeneza, na tukishamaliza kuzichonga tutaweka vifusi. Na kama mnavyojua, vijana wetu, Gen Z wetu wengi wamejiajiri kwenye bodaboda. Anapokuwa anatumwa mzigo, kupeleka mzigo nyumbani, inabidi afike sehemu, apaki pikipiki yake, atembee kwa mguu, aende kwenye hiyo nyumba, aweke mzigo, arudi kuchukua pikipiki yake, arudi kijiweni. Wakati mwingine wapo wanaopaki hizo pikipiki, wakati wanapeleka kitu kwa mguu, akirudi nakuta imeibiwa. Hivyo basi, tunataka kila mwananchi wa kata ya Kinyerezi aweze kufikiwa na usafiri wa aina zote. Iwe ni gari, iwe ni bajaji, iwe ni pikipiki. Itoke kutoka kituo cha kupaki mpaka nyumbani kwake bila kupaki barabarani na mtu kutembea kwa miguu. Natambua pia kuna baadhi ya maeneo ambayo yanahitaji makaravati. Maana yake kumekatika mawasiliano kati ya mtaa huu na mtaa mwingine. Ukienda kwa mfano kule kwa mwenyekiti na Ndeta kule Zimbili, kuna baadhi ya sehemu ili uweze kuvuka kutoka upande moja kwenda upande mwingine, lazima uzunguke eneo la kilomita 2 au 3 ndio uende upande mwingine. Lakini yale maeneo tukiweka makaravati, maana yake wananchi wetu au watoto wetu wanaweza kutembea kutoka upande moja kwenda upande mwingine bila kuzunguka sehemu nyingine. Hivyo basi, ninawaomba wananchi wa Kinyerezi pamoja na DAWASA tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba operesheni hii inafanikiwa. Najua kuna baadhi ya maeneo wakati tunachonga hizo barabara, kuna baadhi ya mabomba ambayo ni miundombinu ya maji inaweza ikapata shida kidogo. Tunaomba wananchi wetu kwa dhati kabisa watuvumilie, na nimekwisha mwelekeza mtu wa DAWASA ahakikishe kwamba pale ambapo greda linapita, ikitokea hitilafu yoyote ile, atume vijana waende kurekebisha haraka iwezekanavyo, ili hizi huduma zote mbili, huduma ya usafiri iwepo na huduma ya maji endelee kuwepo. Lakini sio hivyo tu, kulikuwa na changamoto pia takataka. Naomba niwaambie wananchi wangu wa Kinyerezi kupitia wanahabari, tulifanya kikao hapa ofisini kwangu na mkandarasi wa takataka ambaye ni Kimwedi. Tukazungumza naye, tukamwambia machungu wanaopitia wananchi wetu, naye akatuahidi, akatupa mpango wake wa kuongeza vitendea kazi yakiwemo magari, matoyo, ili sasa badala ya mtu kukaa na takataka mwezi mzima ziwe zinachukuliwa kila wiki.
na kusitokee na magonjwa ya mlipuko. Ninaanza kumshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuliona hili ambalo lizungumza, lakini pia hatuna greda kuisogeza hapa. Mimi takriban kwenye uongozi hiki ni kipindi cha 3. Mahitaji ya watu na ndio yeye anayagusa. Sisi tunafahamu hayo. Kwa tuna changamoto hata ya maji, lakini barabara zinapotengenezwa kulipewa vizuri, basi angalau tunatoa fursa kwa watu kuwafikishia maji hata kibiashara, lakini tayari maji watapata kwa mtindo huo, wakati zoezi zima linasubiriwa la maji DAWASA kukamilisha zoezi lake. Sasa sisi hizi njia zinapokufa kabisa, ni tunakwenda kukata mawasiliano kati ya wananchi na serikali yao, kwa sababu namna jinsi gani ya kuwafikia wakati mwingine kwa ni ngumu. Sasa tayari ikitumika greda angalau kulipea kuweka njia vizuri, tunakwenda kuweka mawasiliano vyema kati ya viongozi na wananchi wao. Lakini mbali na greda, tunaiomba serikali pia kwamba sisi tuna asilimia chache sana uhitaji wa greda kwa sababu ya sehemu nyingi, lakini asilimia kubwa halmashauri tunaomba iweze kufanyia mpango wa vifusi. Njia nyingi siku nyingi zimeshachimbika kule kweli, zimekwenda chini. Kwa inatakiwa sasa ili kuweka vizuri, basi waweke mpango wao kwenye kujikita kwa asilimia kubwa kupeleka vifusi katika mitaa yetu, njia zetu zitakuwa ziko vizuri kweli kweli, ili tukisubiria mradi wa TARURA ili kwa ajili ya kumalizia kazi zake. Nimshukuru Mheshimiwa Diwani kwa utekelezaji wa ilani. Ameanza vizuri. Ameanza kwa siku ambazo ameziingia ofisini azizidi siku 20 au 25, lakini nadhani utekelezaji unaenda kutimizwa kwa asilimia kubwa kabisa. Ni mapema sana. Na hii haijawahi kutokea katika kata ya Kinyerezi. Hivyo niseme Mheshimiwa Rais, mimi mwenyekiti wako na kuwakilisha katika kata hii, tunaye bingwa kabisa. Kama utamshushia miradi, naamini 99.9% sisi tutakwenda kushinda uchaguzi zijazo na chama chetu kitaenda kuimarika sana, sababu wananchi wana imani na sisi, na sisi tunachotaka ni maendeleo kwao. Hatutaki ahadi za mdomo, na diwani wangu amejipambanua, anasema ni maneno baadaye, sasa hivi ni kazi tu. Napenda niongelee kuhusu mitaa yetu. Kwa kweli mitaa yetu imekatika sana, tunahitaji sana greda. Namshukuru sana Mheshimiwa Diwani kutuletea hili greda. Nadhani sasa hivi zile changamoto zetu za mitaa kukatika zitakuwa zimeenda vizuri. Namshukuru sana Mheshimiwa Diwani, na washukuru sana viongozi wa kata ya Kinyerezi, na washukuru wenye viti wa serikali za mitaa. Nadhani hizi huduma zitafika kwenye mitaa yetu kama inavyopaswa.